Ujumbe huu unasema maombi ya mtu mwenye haki au maombi ya mtu mkamilifu. Andika tu maombi ya mtu mwenye haki yanasikilizwa na Mungu. Yale maombi ya mtu mwenye haki anayemtumikia Mungu katika roho na kweli anasikilizwa na Mungu. Yanasikilizwa. Yale maombi unayoyaomba lazima yawe na mafanikio, kwa sababu wewe ni mtu wa haki. Mungu haweza akasikiliza maombi yako kama wewe sio mtu wa haki. Amen. Sema amina. Amina. Kama wewe ni mtu wa haki, hakikisha kila wakati amini, nitumie lugha ya kuamini. Uamini kwamba kila unapopiga magoti kumwambia Mungu, hakikisha anasikiliza. Amina. Amini ya kwamba yeye anasikia. Mungu ana masikio ya kusikia. Mungu ana macho ya kuona. Mungu ana uso mzuri wa kukuelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati wa pili sura 7 mstari wa 15. Na huwa napenda usome mwenyewe. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 15 na Nehemia 1 mstari wa 6 na mstari wa 11. Manake tutaruka mistari pale katikati. Kitabu cha Mambo ya Nyakati. Tumsikilize mtumishi wa Mungu anasoma neno. Sura ile ya 7 na mstari wa 15, Biblia inasema, sasa macho yangu yatafunguka. Kwa mtu mwenye haki Mungu anasema sasa macho yangu yatafanyaje? Yatafunguka. Na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Hebu rudia tena baba. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 15, Biblia inasema, sasa macho yangu yatafunguka, na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu ambao mahali hapa. Anasikiliza, anasema macho yangu yatafunguka kwa watu wanaoomba mahali hapa. Wapi? Hapa Dodoma. Amen. Hapo ulipo. Hapo kwako. Hapo ambapo ulikotokea. Umekuja pengine huko hapa ni mwanachuo, lakini bado Mungu yuko hapo ulipo. Haijalishi umetoka kwenye familia ya wapagani ambao hawajamjua kabisa Mungu, lakini tayari Mungu yuko pamoja na wewe, anasikia. Amina. Nao wanaishi kwa neema yako. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaishi kwa neema yako. Endelea kuwaombea. Na hii ndiyo nguzo, hili somo ni nguzo yako ya Mkristo. Mtu asiyeomba ujue huyo hamna, ni mtenda mabaya, na huwezi ukaendelea bila maombi. Na kama umehakikisha kwamba mimi sasa ninamfuata Yesu, achana na mambo ya dunia. Hii dunia haiishi, hii dunia itabaki. Neno la Mungu litasimama, na mwisho wa siku Yesu atakuja, atalinyakua kanisa. Utaenda wewe ndiyo kanisa, sio kanisa jengo. Wewe ndiyo kanisa. Yesu atakuja kuchukua wewe na mimi. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ni wewe. Wewe ndio atakuja Yesu kukuchukua. Lakini ukiwa muombaji, sema amina. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia, kitabu cha Nehemia sura ile ya kwanza mstari wa 6 na mstari wa 11. Kitabu cha Nehemia sura ya kwanza mstari wa 6, Biblia inasema, tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kusikiliza maombi ya mtumishi wako. Huyu ni muombaji sasa. Unasikia huyu mtu? Unamsikia Nehemia? Huyu ni muombaji, yuko anaomba sasa. Anamwambia nani? Anamwambia tega sikio lako uyasikilize maombi ya mtumwa wako. Ninayoomba mbele zako wakati huu mchana usiku kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilale ni mchana na usiku. Unajua shetani halali. Amen. Shetani halali. Ni usiku na mchana. Anafanya kazi. Kazi anayoifanya ni ya kumwangusha Mkristo. Kumuondolea uwepo wa Mungu. Kumtofautisha na hali yake. Kuondoa baraka zako. Kuondoa nguvu ya ambayo ungeendelea kutumika ndani yako. Pengine karama ulionayo ya uimbaji na uombaji, shetani halali anatafuta mbinu ya kutaka kukuangusha, kukuondolea kile Mungu alichokiweka ndani yako. Sasa ili ukitunze, lazima upige magoti kumwambia Mungu. Lazima ufunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia imesema mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kama hauna maombi ya kufunga na kuomba, manake bado wewe kuna hali fulani unahitajika uchukue nafasi ya kuikataa. Umewahi kupanga maombi? Amen. Si ndio watumishi? Umewahi kupanga kesho utakuwa na maombi? Unaisikiaje hiyo hali ya kesho kabla ya muda? Ule muda umekaribia sasa, kwamba ni alfajiri, labda unajikabidhi mbele za Bwana. Ni asubuhi, nguvu zimeisha. Kabisa. Yaani unaona kiu, unaona kizunguzungu, unaona vitu vingi, visababishi vingi. Unaona kuna mtu alikuwa hajapanda hata kukununulia chai, siku hiyo anataka kupeleke kwenye chai, siku hiyo akakununulia chipsi, siku hiyo akakununulia kuku. Hizo huruma zimetoka wapi? Amina. Upinzani wa nafasi yako. Hoi, maana madonda ya tumbo mimi siwezi kufunga. Nani aliyokuambia? Kuna kinacho ambacho hakiwezekani kwa Bwana? Yote yanawezekana. Ila gharama inahitajika itumike. Gharama gani? Ya kusugua nini? Magoti. Mwambie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mmekutana na changamoto nyingi. Katika elimu mmekutana na changamoto nyingi. Katika maisha ya utafutaji changamoto ni nyingi. Sasa kama hautaomba unaenda wapi? Au una mganga? Kwa jina la Yesu hakuna cha waganga hapa. Sema amen. Hapa ni Kristo kwenda mbele, sema amina. Hapa ni Yesu mpaka atatukuta tunatukue. Hii najua una bahati kumtumikia Mungu. Wewe bado ni kijana ukaujua mlango wa kanisa. Ni neema. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni neema sana. Biblia inasema mtu asiudharau ujana wako. Wewe unafikiria na udharauje? Kule kuungana na dunia. Sasa shida ninachokishangaa mimi, watu hawaigi vya Bwana, wanaiga vya dunia. Bwana atusaidie sana. Amen.
Si ukitoka hapo utaenda disco? Hapana. Pigie Yesu makofi. Yaani wewe ukatoka hapa kwenye neno la Mungu, umeombewa mpaka na sadaka yako imeombewa. Alafu unasikia disco, unavutwa na rafiki yako asiamini. Unaenda kukesha. Kuna kijana mmoja kule kwetu anatoka kanisani, akaenda kule, kuna muziki wanapiga sijui mpaka unachimba chini. Sasa yule kijana alipofika kule akausikia ule muziki, vijana wapagani wakachimba shimo, yeye akaingia. Yaani ni wajirani, angekuwa kwangu ningemtenga. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani wewe unafungiwa nira na wasioamini. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Amen. Omba. Misali 15:8. Kitabu cha Mithali. Mithali sura ya 15 na ule mstari wa 8, Biblia inasemaje? Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Sadaka ya mtu mbaya. Hiyo sadaka mbaya ni aje? Pengine umeitoa tu kwenye ujanja. Una kesi yoyote, mpelekee Yesu kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikushuhudie ushuhuda huu. Kuna baba mmoja alikuwa na wake wawili. Sasa kila mama akazaa watoto. Bi mkubwa akafariki, na yule baba naye akafariki. Hao watoto wanabaki na nani? Na bi mdogo. Sasa bi mdogo alipoona zile mali tayari nzuri kwake zote, akawaondoa bi mkubwa watoto wake, tokeni hapa, sio mali zenu hizi. Mama mmoja akabahatika kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika wale watoto wa bi mkubwa. Sasa nikiwa pale nyumbani, nikaona mama wa nyumba yangu, mama mchungaji, anakuja ananiambia, mama fulani unamfahamu yeye? Amenikuta akasema hivi, amesikia huwa unaombea watu wanafanikiwa, na wewe anataka na yeye muombee. Nini? Atakuja kueleze. Nikamwambia mruhusu aje. Yule mama akaja. Baba, mimi nina kesi na miaka 5. Tulinyang'anywa mali zetu. Na mama akaa. Sasa yule mama alishamiliki zile mali, lakini mimi sikuwa tayari kwa ajili ya kumwachia zile mali. Sasa kesi ilishahamishwa hapa Urambo. Yule mama ni wa Kigoma. Kesi alihamisha iko Kigoma. Sasa mimi naomba Baba, kwanza nimeshachoka, bora sasa ili kesi nilifute tu, sijui nifutike, sijui isheje hii kesi. Mimi mpaka sasa nimeshachoka, pesa nimeishiwa. Nikamwambia, nikamuuliza, namwamini Yesu? Akasema namwamini Yesu. Nikasema siamini, lazima nikuongoze sala toba. Nikamuongoza sala toba. Sasa tunaomba sawa. Kesi ni lini? Wiki ijayo. Tukaomba. Nikamwambia usiku wa 8 nitakuamsha kwa simu, hafu tuombe.
tukamwombea na usiku nikaendelea na maombi naye. Cha kwanza cha kushangaa, siku ile anapanda kwenda Kigoma. Alipofika Kigoma, hakimu anauliza kwa nini hii kesi ikujaje mpaka kufika huko? Hii kesi rudi Urambo. Ile mama akashangaa. Maana ilikuwa kila siku ikisimama kesi lazima aende Kigoma. Kutoka Urambo kwenda Kigoma ni parefu. Nauli. Kesi ikarudi wapi? Ilisikilizwa mara moja Urambo. Kabla ilipopigwa tarehe nyingine, yule mama alienda kwa mwenyekiti wa kitongoji. Sijui naweza kaelewa nikisema hivi. Si ndio? Akaenda akatoa ripoti akasema, naomba uniitie yule mama na wadogo zake waje hapa ni wakabidhi nyumba lao. Yule baba akapiga simu akampigia yule mama akasema, mama yenu amesema mje hapa tarehe fulani. Wakakusanyika wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Walipokusanyika, yule mama anasimama katikati yao anasema, jamani wanangu mnisamehe, kuanzia leo nyumba ni ya kwenu. Ndio maana nakwambia kesi yako ipelekee kwa nani? Basi maombi yako mwenye haki yana faida kubwa. Mungu anasikiliza maombi. Una ugonjwa, mwambie Mungu. Pamoja unapigwa na pepo, unaanguka na mapepo, wakati Yesu yupo. Na yeye alisema, njooni kwangu wote wenye kuelemewa na mizigo na mimi nitawapumzisha. Wewe umeng'ang'ania na mizigo na mapepo na nini? Mchungaji akiomba wewe kule po. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho mnamchosha tu wakati ni kijana mzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba kwa bidii. Yakobo hii pale chini unaweza ukaandika kuomba kwa bidii halafu kaandika Yakobo 5 mstari wa 16. Ila tusome kwanza Mathayo 14:23. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 14 mstari wa 23, Biblia inasema, naye alipokwisha kuaga makutano, ndiyo alipanda mlimani faragani. Nani? Yesu. Hebu sema nani? Yesu. Alifanyaje? Alipokwisha kuaga makutano, akafanyaje? Alipanda mlimani faragani. Kama Yesu, Mungu akubariki. Kama Yesu alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, wewe Yesu alikuwa ndiye Mungu mwenyewe. Alikuwa na uwezo hata wa kusema jambo. Hivi uwezo ukaona tu picha ndogo wanamvamia kumkamata. Petro anasema, anasimama, anasema kumbe vita imeanza. Anachomoa kisu chake, anararua kisikio la mtu mmoja. Yesu anasema hapana. Anachukua sikio na lirudisha. Alikuwa ameshindwa nini? Kila kitu kilikuwa kiwezekane kufanyika. Lakini huyo aliuvaa huu mwili, ndio maana aliingia kwenye maombi, akafunga na kuomba mpaka akafikia mahala ya kuchoka. Shetani anamjaribu, lakini bado anamwambia, wewe mtu hataishi kwa chakula tu, bali hata kwa neno. Sasa wewe unashindwa kuishi kwa neno? Kama unashindwa masaa 12 36. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja nisiwaulize maswali mwisho mchungaji atanifukuza. Haleluya. Hapana, huyu ni mtakatifu. Sema amina. Amen. Amina. Amen. Wakati fulani tunacheka, amen. Lakini tunacheka tukifurahia uwepo wa Bwana. Amen. Tunacheka tukifurahia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafurahia ushindi.
Mimi sijaokoka, watumishi wa Mungu. Sijaokoka, niko kwa shetani. Waganga walikuwa wanapishana kama vile sijui nini, huyu leo anatoka, mwingine kesho ataingia. Lakini wala hata kutembea kwangu hapa, nilikuja Dodoma leo, yani kule dawa zingepulizwa sana sijui nini, mule njiani kila kona. Leo ningelala pahaya huyu baba, ningetoka nje mwenyewe hata huko chumbani kwangu nikaanza kupuliza madawa. Naogopa wachawi, kumbe nikiaogopa ndo yanakuja. Wewe vuta tu hiyo sumaku. Yaani niwaambie, wala msije mkajaribu kabisa. Hata kama kwenu ni waganga au ni wapagani hawajamjua Mungu. Wewe ukienda wasikugusishe hivyo vitu. Sema amina. Amen. Ukivigusa ni sumaku ya mchawi. Mimi nilikuwa nikifanya hivyo, wachawi ndio ninawavuta kabisa. Bwana tusaidie sana. Amenitesa wachawi, siwapendi. Yaani wani kisimama kwenye mkutano wa nje na watukana wachawi. Siri na Yesu. Na mimi sijaokoka, niliwaza mganga atampata wapi ama atakayeniponya na matatizo. Hakupatikana, amepatikana Yesu Kristo aliye hai. Sasa lazima huyu aliyeniajiri nimtangaze milele. Yaani mpaka aniijie. Basi atakayonipa hiyo kazi huko sijajua, na huko tutachuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeteseka mno watumishi wa Mungu. Yaani acha kabisa kule, paogope kwa shetani, paogope. Nafurahi kuona wanangu wanamtumikia Mungu. Akubariki katibu. Pigie Yesu bariki. Si tuna watoto sasa Wangapi wamezaa watoto? Sasa muwalee katika Bwana. Amina. Huyu baba ameomba maombi mazito sana. Asa siku ya, lakini Mungu akubariki mchungaji. Mungu akubariki sana. Kwanza wewe ni baba yangu. Spiritual. Mungu akubariki. Safi sana. Nyinyi wenye watoto ninaomba muwalee katika Kristo Yesu. Pengine tunawapoteza sisi wenyewe watoto, ila sina somo hilo. Roho Mtakatifu tu ameniambia nigusie. Mtoto tunawapoteza wenyewe. Mmenielewa? Leo Sikora angekuwepo hapa ningemwambia, ningesema tu hata akasikia. Nimemlea kwa neno, nimempiga kwa neno. Nilikuwa nikimwambia tunataka kumchanganya Kristo. Unaona anamwaga machozi analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa siku ameleta matunda mazuri. Leo anamtumikia. Walee vizuri. Mtoto unamlea. Kuna watu wengine ni wakali. Yaani akifika hodi, baba amekuja kanatafuta pa kujificha. Umeokoka. Yaani ni radi, sauti ni kali. Toto mpaka anatetemeka utumbo. Unaomba kweli wewe? Katoto kanafurahi kakimwona baba. Baba. Kakisikia hodi. Kuja wewe. Hapa kuja wewe. Tupa hiyo. Pengine kadogo kake karibu kanashikilia spini. Tupa wewe, utatani wewe.
Omba. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba bado halijakuvunja lile jiwe. Bado hujasagwa lile jiwe. Sema amina. Amina. Haleluya. Neno lipo linakuja juu yako. Lile jiwe huwa linawateketeza, linawasaga. Unalainika. Maana Biblia imesema tugeuzwe nia. Tukiomba lazima Mungu ageuze nini? Nia iwe tofauti. Ulikuwa ni mkali maisha. Na kwani wa kukimbiliwa na watoto. Wengine mmemko hapa. Kutembea na mke wako barabara na. Wengine ukikutana nao unajua yule ni mke na mume. Kwa nini? Wako hatua mbali wanasemezana huko. Unajua siku moja kijana wangu yuko mtoto wa kaka alisema na mimi nitaoa niwe natembea kama baba na mama. Wanatembeaje? Tunatembea tumeshikana mkono. Mke wako jirani. Yule ni mke, ni mwili wako. Sawa eh? Wakati unamtafuta, jamani sifungishi ndoa hapa. Haya, sawa. Tunaenda. Tusome Yakobo hapa. Tuombe kwa bidii sana watumishi wa Mungu. Waraka wa Yakobo sura 5 ule mstari wa 16. Inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Na kuombeana mpate kuponywa. Mpate kufanyaje? Kuponywa. Bila maombi huwezi ukapona. Bila kuungama huwezi ukapona. Bila kutubu huwezi ukapona. Lazima utubu, uombe rehema. Mwambie Yesu nisamehe kwa ulimi wako mwenyewe. Ndio maana Yesu alikuwa anawauliza, mtu akitokea ni mgonjwa, mwingine anakuja ni kipofu, mwingine anakuja ni kiwete, lakini anamuuliza, alikuwa na sababu za kujua nini anachohitaji moyoni mwake. Mungu anataka asikie nia yako ni nini. Maana alikuwa anawauliza, unataka nikufanyie nini? Sasa kwa ulimi wako una uwezo wa kushuka ukaomba rehema, hatimaye ukasamehewa, ukaenda na uhuru, ukaishi kwa amani, ukaishi kwa furaha, ukaishi kwa kubarikiwa. Maombi mtu yanamtoa hapa alipo, yanamweka sehemu nyingine nzuri. Maombi nimeona aliponiweka Mungu hapa nilipo ni kwa ajili ya maombi. Wala sijivuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wala mimi sipendi kufanya hivi. Napenda kufanya. Kwa nini? Natembelea fimbo yangu ni kwa Yohana 15 para nasema, pasipo mimi ninyi hamwezi. Kwa hiyo nenda ukatembea ukijua kwamba pasipo Yesu wewe huwezi. Malizia baba, twende tukamshukuru. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Hebu rudi. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Ndiyo. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwa mwenye haki kunafaa sana. Ila aombe kwa nini? Uombe kwa bidii. Mambo yako yamefeli kwa sababu huna bidii. Umesubiri maombi ya kutangaziwa. Tarehe fulani tutakuwa na maombi na wewe ndio unakusanyika. Pengine hata ni mtoro wa ajabu. Yaani unaenda wewe ukusanyiki kwa watu waliosema mtumishi wa Mungu ametangaza sasa tutakuwa na maombi, katibu amesimama tutakuwa na maombi, nani mzee wa kanisa mchungaji ametangaza tuwe na maombi, lakini bado hutaki tu. Wewe
Jina la kuokoka ni kuomba. Ili uonekane wewe umeokoka, ufunge na kufanya na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Yesu akuone uwe kiherehere kwake. Amina. Wewe unaona hawa wanaimba wanaosimama hapa madhabahuni ni viherehere wa Yesu hawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anafurahi nyuso za hawa watu. Ila na nyinyi mnaomba. Kama unaimba unafurahisha tu. Mradi ukiwa hapa ka sauti kako safi. Tutangaze maombi sasa. Mitamia. Haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pengine na hapa leo ndio maana mimi nimekuja. Na huyu Yesu amekuona. Sikiliza, mimi nikiwa mchanga, mapema napiga mandazi, maji kikombe, ndio nawasumbua sasa. Yaani wanafikiri nina nguvu ya Mungu, kumbe mapepo. Kumbe ni nguvu ya mandazi na mapepo yameingia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kumbe ni mapepo matupu. Kufunguka mpaka ni neema. Neema ya Mungu ikikuijiria, unatandikwa na neno la Mungu. Siku moja akaja mchungaji. Kwanza yule baba sijuagi mpaka sasa, sijui alitoka wapi. Akaja kwenye lile kanisa lilipokuwa na abudu. Akaja akaingia. Somo la kwanza akasema ni maombi. Sasa kuna watu, yani utafikiri ametumwa tuniangalia mimi. Au wakati nakunywa chai na mandazi, anakujaga. Kuna wengine yanatangaziwa maombi kabla ya kuja kanisani. Linatangulia mapema, linakula mandazi, linakunywa chai, linaanza kuwasumbua ndani ya kanisa. Alipoita waombaji, mimi nilikuwa wa kwanza. Kumbe ndio siku ya kuokoka kwangu. Nikaungama dhambi zangu. Tusimame.